Ninyi ndugu zangu mnafahamu, na hususan ninyi marafiki zangu hapa wengi mnajua na wengi najua, maamuzi yangu ya kuhama chama yaliwaumiza wengi, kwa sababu sio jambo jepesi au jambo ambalo lingetarajiwa kuniona mimi nimeondoka Chadema na kwenda kwenye vyama vingine. Lakini vile vile kwa wale wote ambao walikuazika sasa na huo uamuzi wangu ambao niliufanya, naomba nitumie pia nafasi hii kwa kweli kuombaeni radhi. Unajua katika michakato hii ya kidemokrasia kuna malengo yako, unapoona labda hayatimii upande fulani unaweza kaangalia upande mwingine wa shilingi. Na hili nitakuja kulifafanua siku za usoni, ni kwa nini kinaga ubaga sasa, ni kwa nini nilifikia maamuzi hayo ya kuondoka kwenye chama changu cha zamani. Lakini pia ningependa ifahamike kwamba Chadema ni chama ambacho ndio siasa zangu zimekulia pale. Nina marafiki wengi, nina jamaa zangu wengi ambao wako pale. Mie kuondoka na kuwa kwenye itikadi ya chama kingine kisiasa haimaanishi nimeacha ile struggle ya kupigania haki katika taifa langu. Ila nilitafuta room nyingine, na nitaeleza katika hatua za mbele nitaeleza katika hatua ya mbele kwenye mazungumzo yangu ya leo ni kwa nini nilifanya hayo maamuzi. Sasa ndugu zangu, mie hapa leo siko kwa ajili ya kulaumu chama chochote ama mtu yoyote, lakini niko kwa ajili ya kuzungumza mambo machache ambayo naamini yanaweza yakatusaidia hata katika mijadala yetu ya kisiasa. Kwa katika uelewa wangu mdogo kwenye masuala ya kisiasa, nikasema basi na mimi niweze leo angalau kuzungumza, kwa sababu mnajua nilikuwa na utamaduni kupitia ukurasa wangu kwa miaka mingi kuwa nazungumza issues mbalimbali kipindi cha nyuma. Hapa nilinyamaza kwa kipindi fulani kirefu kwa sababu nina mambo ambayo nilikuwa nataka pia muda uweze kusema. Lakini nitaweka utaratibu mwingine mzuri wa kuanza kuzungumza tena kama ambavyo nilikuwa nikifanya awali juu ya mambo mbalimbali yanayotokea katika taifa letu, kwa sababu ninaamini sisi wote kama Watanzania tunao wajibu na mujibu wa kuijenga nchi yetu na kukemea viongozi wanapofanya mambo mabaya, ili tuweze kuwa na Tanzania bora kwa mustakabali wa maisha yetu na maisha ya vizazi vyetu vijavyo.